Kusulubiwa kulikuwa mojawapo ya njia za maumivu makali ya kuadhibiwa kifo katika utawala wa Kirumi. Yesu alistahimili mateso makubwa kwa ajili yetu akiwa amevaa taji la miiba na kusulubiwa msalabani kupitia mikono na miguu yake. Wataalamu wa uchunguzi wa maiti wakichambua simulizi za kibibilia wanapendekeza kifo cha Yesu kilisababishwa na kupoteza damu nyingi, upungufu wa maji mwilini na mshtuko wa upungufu wa damu, wakielezea kama adhabu ya kikatili. Biblia inarekodi kifo cha Yesu kwa undani. Kwa nini kuuliwa kwake kunafafanuliwa kwa kina sana? Katika kipindi cha leo cha Biblia pekee, hebu tuchunguze maana ya kiroho ya kusulubiwa kwa Yesu kwa undani. Mathayo 27:29 hadi 30. Wakasokota taji la miiba, wakaliweka juu ya kichwa chake na mwanzi katika mkono wake wa kulia. Wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki wakisema, "Salamu, mfalme wa Yahudi." Wakamtemea mate, wakauchukua ule mwanzi na kuanza kumpiga kichwani. Taji huashiria heshima na hadhi ya kifalme. Kuwekwa taji kichwani, sehemu ya juu zaidi ya mwili, imebeba maana maalum. Hata hivyo, Yesu alivaa taji la miiba mikali kichwani mwake na apigwa misumari mikononi na miguuni mwake. Katika Mathayo 27, Pilato akijua Yesu hakuwa na hatia, bado aliogopa vurugu na akamhukumu kusulubiwa. Maaskari wa Kirumi walimvua Yesu nguo na kumvika vazi jekundu, na wakasukuma taji iliyotengenezwa kwa matawi yenye miiba ndogo kuliko kichwa chake juu ya kichwa cha Yesu. Miiba mikali ilichoma mwili wake na uso wake ulijaa damu. Basi, kwa nini Mungu alimruhusu mwana wake mpendwa Yesu avae taji la miiba na kuteseka akimwaga damu yake? Kwanza, ilikuwa kutusamehe dhambi zinazotokana na mawazo ya kibinadamu. Adam na Hawa walipotembea na Mungu na kutii mapenzi yake, hawakutenda dhambi. Lakini walipojaribiwa na nyoka na wakakubali mawazo ya shetani, dhambi ilizaliwa. Hapo awali, mti wa ujuzi wa mema na mabaya ulionekana haubariki, lakini ukawa wa kutamanika na ukasababisha kutotii. Vivyo hivyo, shetani bado hutumia mawazo ya watu kuwaongoza kutenda dhambi. Akili ya mwanadamu hurekodi kila kitu anachokiona, kusikia na kujifunza tangu kuzaliwa, pamoja na hisia zinazohusiana na kutengeneza maarifa. Hatua ya kuamsha maarifa kupitia matendo ya nafsi huitwa fikra. Hata hivyo, maarifa ya watu hutofautiana kulingana na mazingira yao na uzoefu wao, na maadili yao huwa tofauti kulingana na jinsi wanavyochukulia mambo kihisia. Mara nyingi, maarifa na mawazo ya watu yanapingana na mapenzi ya Mungu. Kwa mfano, duniani watu hutumia njia mbalimbali kujiinua na kwa kuwasukuma wengine chini. Katika Mathayo 23:12, Mungu anasema, "Yeyote anayejinyenyekeza atakwezwa." Wakati watu wanaamini ni kawaida kuwachukia maadui zao, Mungu anaangazia, "Penda maadui wako." Mawazo ya kiroho yanalingana na ukweli wa Mungu, huku mawazo ya kimwili kupinga ukweli huo. Shetani huathiri mawazo ya kimwili ili kuzuia kazi ya Mungu na kuwaongoza watu kutenda dhambi, hatimaye kusababisha kifo cha milele. Katika Wakorintho wa pili, sura ya 10, mstari wa 5, tumeagizwa kuziteka nyara fikra zote ili zipate kumtii Kristo. Kwa kufanya hivyo, tunaweza kuwa watu wa ukweli na utakatifu. Pia tunapaswa kukataa mawazo ya dhambi tunayobembeleza. Mawazo ya chuki yanaweza kuibuka kama vile sipendi wanavyotenda, au hisia za kukatishwa tamaa tukifikiri hatupendwi.
Mawazo machafu au ya kuwahukumu wengine pia yanaweza kujitokeza, kama vile kuwaita wengine mtu ovyo au mwenye kiburi. Yesu alivaa taji la miiba ili kusamehe dhambi tunazofanya kupitia mawazo yetu. Sasa lazima tuache dhambi tunazofanya kupitia mawazo yetu, ndipo damu ya Yesu msalabani inaweza kusamehe dhambi zetu. Pili, Yesu alivaa taji la miiba ili kutupa taji la utukufu. Mbinguni, mataji mengi yameandaliwa kwa ajili ya watoto wa Mungu. Duniani, katika mashindano fulani, washiriki wote hupokea zawadi kama medali. Washiriki wengi hupokea medali za dhahabu, fedha na shaba, hutolewa kulingana na nafasi zao. Vivyo hivyo, mataji ya mbinguni ni aina tofauti. Hebu tuanze kwa kuangalia Wakorintho wa kwanza 9:25. Na kila ashindaye katika michezo hujizuia katika yote, basi hao hufanya hivyo ili wapokee taji linaloharibika, bali sisi tunapokea taji lisiloharibika. Kuna taji lisiloharibika linalotolewa kwa wote wanaomwamini Yesu Kristo na kujitahidi kushinda dhambi kama zawadi ya ushiriki katika mashindano. Katika Petro wa kwanza 5:4, taji la utukufu ni kwa wale wanaoacha dhambi, wanaoishi kwa neno na kumtukuza Mungu. Katika Ufunuo 2:10, taji la uzima ni kwa wale wanaompenda Mungu zaidi ya yote, wanaobaki waaminifu hadi kufa na kuishi maisha safi. Katika Timotheo wa pili 4:8, wanaoishi maisha safi kama mtume Paulo humpendeza Mungu kupitia imani na kutimiza huduma zao, watapokea taji la haki. Ufunuo 4:4 inazungumzia taji la dhahabu linalotolewa kwa wale walio na imani safi, imani isiyobadilika na uaminifu kwa Mungu. Mungu ameandaa mataji mengi mbinguni yanayotolewa kulingana na jinsi mtu anavyoshinda dhambi kwa uaminifu na kumletea Mungu utukufu katika maisha yao. Kuamini upendo wa Yesu aliyevaa taji la miiba na kumwaga damu yake, tunazingatia kuishi kwa roho, si kwa mwili. Kwa kutimiza huduma zetu na kukuza nafsi zetu, tutakuwa wakuu mbinguni na kupokea taji bora zaidi. Ili kupokea mataji ambayo Mungu ametutayarishia, lazima tuwe wa kustahili, kuachana na dalili ya uovu, kuishi maisha safi na uwe mwaminifu ili upokee taji bora zaidi. Kwa nini Yesu alikubali asulubiwe msalabani? Yesu alipobeba msalaba kwenda Golgotha, mahali pa kuuliwa, askari wa Kirumi mwenye mkuki wa chuma na mwingine mwenye nyundo walitokezea. Kwa amri ya mkuu wa askari, misumari ilipigiliwa mikononi na miguuni mwa Yesu. Licha ya kutokuwa na hatia, alivumilia maumivu ya misumari iliyochoma mkono na miguu yake ili kuondoa dhambi tulizotenda kwa kutumia miguu na mikono. Yesu alipigiliwa misumari mikononi na miguuni mwake ili kuondoa dhambi tunazofanya kupitia sehemu hizo mbili. Mawazo ya dhambi husababisha matendo na matokeo yake ni kifo, kwa kuwa mshahara wa dhambi ni mauti kulingana na sheria ya kiroho. Katika Marko 9:45 hadi 47, Yesu alionya kuwa gharama ya dhambi ni kubwa. Kama mguu wako ukikusababisha kutenda dhambi, ukate. Ni afadhali kwako kuingia uzima ukiwa kiwete kuliko kuwa na miguu miwili lakini ukaingia jehanamu. Nalo jicho lako likikusababisha kutenda dhambi, ling'oe. Ni afadhali kwako kuingia ufalme wa Mungu ukiwa na jicho moja kuliko kuwa na macho mawili lakini ukatupwa jehanamu. Siku hizi ni watu wangapi hutenda dhambi kwa kutumia mikono na miguu yao? Hasira husababisha vurugu, wizi na kamari ambao huharibu maisha. Wengine hata hufanya mauaji, hutumia silaha,
huanzisha moto na hufanya uhalifu wa kushangaza bila majuto. Ni afadhali kukata mikono na miguu kwenda mbinguni kuliko kutenda dhambi na kwenda jehanamu. Hali hiyo inahusika tunapokutana na mambo yanayochochea tamaa au kusababisha uzinzi. Ni afadhali kung'oa jicho kuliko kutenda dhambi na kwenda jehanamu. Kuepuka dhambi na kuingia mbinguni ni bora zaidi. Njia ya kuokolewa bila kung'oa macho, kukata mikono au miguu imefunguliwa. Yesu alichukua dhambi zetu zilizotendwa na mikono na miguu na kusulubiwa msalabani na kumwaga damu yake. Yesu alivaa taji la miiba na kusulubiwa ili kusamehe dhambi za mawazo. Kwa kuwa tumepokea upendo na neema kubwa kiasi hiki, lazima tulinde mioyo na mawazo yetu ili kuepuka dhambi. Ninaomba kwa jina la Bwana kwamba mtakuwa mikono na miguu mizuri, mjitahidi kuwa watakatifu, muwe na mawazo mema, mtumikie na muwe waaminifu. Hebu niwaombee. Bwana mpendwa, tunakushukuru kwa kuvaa taji la miiba, kusamehe mawazo yetu na dhambi, na kwa kusulubiwa msalabani kusamehe matendo yetu ya dhambi. Kwa kujua upendo huu, tunaelewa kwamba tunapaswa kutoendelea kutenda dhambi kupitia mawazo au matendo. Tukiwa na shukrani kwa upendo wa msalaba, tunaweza kuwa watakatifu na kuachana na dhambi zote. Miaka 2000 iliyopita ulisulubiwa na ulivaa taji la miiba kwa ajili yangu. Si ili niendelee kutenda dhambi, bali kutuambia tusitende dhambi tena. Tupe nguvu za kuishi kwa namna inayolipa neema na upendo wako. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo naomba. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.